Orodha ya matokeo ya uhalifu na hujuma dhidi ya chama chetu ni ndefu na sio rahisi kueleza yote, kwani historia ya kuandikwa kitabu. Hata hivyo, tumeona ni vyema kubainisha haya machache kwa kina ili kutoa picha halisi ya ushirika uliopo kati ya Profesa Lipumba, msajili wa vyama vya siasa, na jeshi la polisi. Tumechukua hatua za kumtafuta waziri wa mambo ya ndani Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, lakini hata hivyo sikuweza kuonana naye macho kwa macho kutokana na kubanwa na majukumu ya kazi. Kwa hivyo nimemwandikia barua tarehe 24 mwezi wa 11 yenye kumbukumbu namba CUF/HQ/OKM/2016/Volume.003 kwa madhumuni ya kumweleza yanayofanywa na watendaji wa wizara yake na kumwomba kuchukua hatua za kurekebishwa hali hii. Kwa upande wetu sisi kama chama, inatutia shaka kubwa kuona jeshi la polisi linakuwa ni sehemu ya mkakati huu dhidi ya CUF. Jeshi la polisi ni chombo kilichotarajiwa kulinda usalama wa raia na mali zao. Inashangaza sana kuona jeshi hili likishirikiana na wahalifu kuhatarisha usalama wa raia na mali zao. Chombo kilichotarajiwa kukamata wahalifu na kuwachukulia hatua kwa kuwafikisha katika vyombo vya sheria, leo tunashuhudia chombo hicho kikiwalinda wahalifu na kwa kikingia kifua wasifikishwe mbele ya vyombo vya sheria. Chombo kilichotarajiwa kusimamia sheria za nchi, leo chombo hicho na kishuhudia ikisimamia uvunjwaji wa sheria za nchi. Chombo kilichotarajiwa kutenda haki kwa raia wote bila ubaguzi, leo chombo hicho kinafanya ubaguzi wa wazi wa kulazimisha haki kwa kundi moja dogo na kunyima haki hiyo kundi jingine ambalo ni kubwa. Yote haya yanafanywa kwa maslahi ya kisiasa. Jeshi la polisi leo linatulazimisha kuliona kuwa ni sehemu ya wenye maslahi ya kisiasa katika kile kinachoitwa mgogoro wa uongozi ndani ya CUF.